tulifanikiwa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Vipi kuhusiana na katiba? Katiba ilifanikiwa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi? Ni swali la kujiuliza. Kwa nini nature ya kisiasa, asili ya mwanasiasa hawezi kukubali kushindwa? Sio malaika. Yaani ujue tu mwanasiasa nature yake. Hata nyie mnasoma huko, bahati nzuri kuna watu wanasoma political science hapa, mnasoma huko, mpo kwenye majumba yenu, mwanasiasa yoyote hakubali kushindwa. Kwa hiyo tunaposema hivi, hatuyasemi haya kana kwamba tumefufuka kutoka mbinguni jana. Haya mambo tuna practice. Wako watu wangapi wako magerezani kwa kesi za kisiasa. Kwa hiyo tuzungumzi haya kwa sababu tunayazungumza ili mradi kwa sababu ya tunasema kwamba mwanasiasa kwa asili yake hataki kushindwa. Huu ni ushindani. Tanzania sasa hivi haina siasa ya ushindani, kwamba sisi tunashindana na dola. Dola ndio linalotokea mbele kwa ajili ya kukandamiza upinzani. Una mfumo kwa nje unaonekana una sifa za mfumo wa vyama vingi, lakini ukiuinterrogate, ukiuangalia kwa ndani zaidi, unakuta kama ni mfumo uliowekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utawala wa chama kimoja. Kiwa mwanasiasa wa upinzani ni kosa la jinai. Yaani kosa la kwanza experience hichi kitu 2025. Kosa la kwanza ni kuwa kijana. Kosa la pili ni kuwa mwanachama wa Chadema au mwanachama wa chama cha upinzani. Ni kosa la jinai kabisa. Yaani ukishakuwa kijana alafu ukawa na itikadi tofauti na Chama cha Mapinduzi, ni kosa la jinai. Na ndio maana ukiangalia toka 2024 mpaka leo kumekuwa na upotevu wa vijana wengi sana, na asilimia kubwa wanatokea Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Lakini sababu kubwa inayobagaza hivi vyama ni matatizo yao ya ndani. Huwezi kusema umefungiwa katika chama cha siasa kufanya shughuli zako bila kueleza sababu. Lazima Chadema waeleze sababu inatokeaje. Mpaka kwa kuongezea hapo, je, kile kilichotokea Oktoba 29 mwaka 2025 inaweza ikawa ni warning? Yale yaliyotokea Oktoba 29 ni pamoja pia na watu kudai katiba mpya. Kwa hiyo lazima uanze kwanza na kiini cha chanzo ambacho ni katiba mpya, watu wapate katiba mpya. Hilo vuguvugu litamalizika tu lenyewe. Moja ya ulinzi wa dola ambao katiba yetu imeweka ni namna dola serikali inavyoweza kuondolewa madarakani. Huo ni ulinzi mkubwa. Vyama vingi ukisoma katiba pale inaposema vyama vingi, ile uangalie ni kama matumaini kwa watu. Kama ukiona CCM ifanye kazi, unaweza kuwaza sasa hivi basi tuanze kufanya kampeni kwenye. Kwa hiyo ile ni ulinzi wa dola, kwamba dola ya Tanzania, hapo sio CCM, dola ya Tanzania isianguke. Kuna mambo mengine yanaonekana kabisa hata kama haufahamu, unajua ni ukweli, lakini kiongozi unayemtarajia aje aseme neno anasema ni AI. Ni kitu ambacho hakiwezi kikafanya taifa lifike mbele. Lazima waliopo kwenye mamlaka, kwa maana ya serikali, kwenye mamlaka ya taasisi zingine za kijamii, waone kwamba lazima wachukue hiyo riski ya kuhakikisha kwamba tunafanya mageuzi mengine ya kimsingi ili kuhakikisha tunalibakisha taifa letu salama miaka mingine 60, 50 ijayo. Hali gani mtazamaji wa The Chanzo? Karibuni tena kwenye mfululizo wa vipindi vyetu vya Kivulini Talks, na leo tutakuwa tunakwenda kuzungumza kuhusiana na swala zima la demokrasia ya vyama vingi na kuuliza endapo kama tumefanikisha lengo la kuanzishwa tena au kurejeshwa kwa mfumo huu wa kidemokrasia hapa nchini kwetu. Kama ambavyo utakuwa unafahamu, sasa hivi ni takriban miongo mitatu tangu Tanzania irejeshe mfumo wa vyama vingi vya siasa ile mwaka 1992 kufuatia mapendekezo ya tume ya Jaji Nyalali. Nitakuwa na wawakilishi wa baadhi ya vyama vya kisiasa kutoka hapa nchini kwetu, lakini pia na washiriki wengine ambao wanafuatilia kwa karibu siasa na maendeleo ya nchi yetu. Kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo nitakuwa na Nice Somari ambaye atajieleza zaidi akipata nafasi. Kutoka chama cha ACT Wazalendo tuko na Bwana Idrisa Koweta, naye atajieleza. Na kutoka Chama cha Mapinduzi, chama tawala, tuko na Nasra
Mohamed Ramadhan, pamoja kama nilivyotangulia kusema na washiriki wengine. Mimi naitwa Halifa Saidi ambaye nitakuwa nakuendeshea mazungumzo haya, na tunakukaribisha sana jamani, karibuni sana The Chanzo. Karibuni sana. So, labda kwa kuanza tu, na hili nitapenda kwa washiriki wote, tukitafakari miongo mitatu ya siasa za vyama vingi, mfumo wa vyama vingi hapa Tanzania, tumefanikisha lengo la kuanzishwa kwa kurejeshwa kwa mfumo huu au hatujafanikiwa? So hili ni swala la ndio au hapana, pengine na maelezo mafupi kidogo. So tutaanza pale, utajitambulisha kwa ufupi kabisa, alafu unaenda kujibu moja kwa moja swali. Mimi kusema kwa kufanikisha ni neno pana na ni kubwa zaidi kusema kama tumefanikisha kurejesha vyama vingi na kurejesha na mambo ya vyama vingi. Mimi naona hapana, bado hatujafikia lengo kama lililofikiriwa wakati huu. Asante. Kwa mtazamo wangu ninaona bado hatujafikia. Kwa mtazamo wangu na mimi nasema ni hapana. Kwa nini? Tumekuwa na chaguzi ambazo kila zikifanyika manunguniko yanakuwa ni mengi. Hapana uchaguzi ambao unatamatika kwa vyama vyote kukubaliana kwamba wameridhika na matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo nafikiri bado. Mimi binafsi nasema hapana, hatujafikia lengo. Kwa namna mfumo wa vyama vingi ulivyoanzishwa, mimi naona hapana, bado lengo halijafikiwa. Kwa ufupi, lengo la kurudi kwa vyama vingi limefikiwa, lakini halijafikiwa kwa kiasi ambacho watu walihitaji iwe. Jina langu naitwa Nasra Mohamed Ramadhan. Kiufupi, safari ama lengo na dhamira kuu ya kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi, kwa namna ambavyo nimetafakari, lengo limefikiwa kwa kiasi kikubwa. Tutapata nafasi baadaye ya kuelezea namna gani limefikiwa. So Nasra, wewe unawakilisha chama tawala, Chama cha Mapinduzi, na nilikuwa nataka nikuulize, yani nini tumeweza kufanikisha ndani ya mfumo wa vyama vingi vya siasa ambacho tusingeweza kufanikisha tukiwa chini ya mfumo wa chama kimoja? Kutoka kwenye mtazamo wa Chama cha Mapinduzi, munapima vipi mafanikio ya political pluralism? Nashukuru sana ndugu yangu Khalifa. Labda nianze pale ambapo nilianza kutoa mawazo yangu, kwamba ukizungumzia swala la kwanza la mfumo wa vyama vingi, lazima kila mmoja wetu kama kijana tutambue lengo kuu lilikuwa ni nini. Kwa mtazamo wangu, lengo la kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi ilikuwa ni kutoa fursa pana kwa watu kushiriki michakato mbalimbali ya kidemokrasia, ambapo tunajua sote michakato mbalimbali ya kidemokrasia ni kama masuala ya kuchaguliwa ama uchaguzi, uhuru wa kupiga kura za maoni katika masuala mbalimbali yenye mlengo wa kitaifa, lakini na mambo mbalimbali yote yanayohusiana na kidemokrasia. Lakini huwezi kusema safari ya mfumo wa vyama vingi ina mwisho. Safari ya mfumo wa vyama vingi hakuna sehemu inasema kwamba hapa ndipo tumefikia tamati, bali safari ya mfumo wa vyama vingi kuna sehemu tunatakiwa kupiga hatua. Na ukirejea, ni kweli tumepiga hatua kupitia mfumo wa vyama vingi, ambapo leo ukizungumzia hatua zipi ambazo tumezipiga kama taifa, ninapozungumza sasa tuna vyama takriban 19 ambavyo vimesajiliwa kwa kupitia msajili wa vyama vya kisiasa, na vyama hivi vyote vimepata nafasi ya kufanya siasa kwa namna ambavyo miongozo katiba yao inavyowaongoza. Lakini pili, ukiangalia tumefanikiwa vipi? Leo ninapozungumza hapa, mafanikio makubwa ambayo tunaweza tukasema yenye mtazamo chanya kwa taifa ni namna gani tumeweza kusikilizana kama taifa kwa hoja mbalimbali bila kujali hoja hizi anazungumza nani. Labda nitoe mfano. Tuna mambo makuu ambayo yamejadiliwa na yalikuwa nalalamikiwa na Watanzania katika makundi mbalimbali. Jambo la kwanza, turejee katika mfumo wa elimu bure ambao ilikuwa ni malalamiko toka kwa ndugu zetu ambao kwa sasa ni marehemu
ndugu yetu Agostino Mrema, ilikuwa ni hoja zake, lakini Profesa Lipumba naye pia alikuwa ni sehemu ya kutoa mawazo yake ama hoja ya juu ya namna gani ya watu kupata elimu bure na makundi mbalimbali. Naomba kumalizia kwamba hizi hoja wakati zinazungumzwa, hali ya uchumi wa nchi ilikuwa katika si hali nzuri sana, lakini ilipofika mwaka 2015 sasa kuona hali ya uchumi imeendelea kuimarika vizuri, serikali Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari hayati John Pombe Magufuli, makamu wa rais akiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, walianzisha rasmi sasa elimu bure, na mpaka sasa chini ya awamu hii ya 7 Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuimarisha mfumo. Yapo mengi na nikipata nafasi nitaelezea wapi tumefanikiwa. Shukrani sana Nasra, naomba umpe maiki Idrisa. Idrisa, chama cha ACT Wazalendo kimekuwa mstari wa mbele kwenye kuchochea au kuchechemua umuhimu wa kufanya mageuzi ya msingi ya kisiasa nchini Tanzania na kuamua kushiriki kwenye chaguzi licha ya mazingira kuwa magumu sana. Kutoka kwenye uzoefu wenu nyinyi ACT Wazalendo, mnadhani ni failure gani ya structure, yani structural failure ya jaribio letu sisi kama nchi la kurejesha mfumo wa vyama vingi vya siasa Tanzania? Asante sana. Kwanza kama nilivyosema awali, bado tunaona safari ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi imekutana na vikwazo sana. Kwanza tukiwa wazi, tukitazama hii safari ya miaka 34 unaweza kuigawanya katika makundi makubwa mawili. Wakati ambapo tulisema kulikuwa na mchakato wa ujenzi wa demokrasia ya vyama vingi kuanzia 95 hadi 2015. Kuanzia 2015 hadi sasa tunapozungumza ni kuna mradi wa kuzoofisha mfumo wa demokrasia ya vyama vingi nchini. Sasa hapa ndipo unakuta kulikuwa na mabadiliko ya kidhamira ambayo yakaenda kutafsiriwa katika mifumo, katika muundo. Na ndio hiyo, kwa mfano mfumo wa vyombo vya usimamizi wa uchaguzi kwa namna vilivyo unakuta haviko huru katika uwezo wa kufanya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi uweze kuimarika. Mfano, kuna vyombo ambavyo vinasimamia mfumo wa demokrasia, kama kuna chombo kinaitwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Hiyo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ndio kikwazo cha kwanza ambacho kinaenda kutumika kama kizingiti vya ukuaji kwa vyama vya siasa, hasa vyama vya upinzani, kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inapata mamlaka makubwa, inapata mamlaka lungu la kuadhibu vyama vya siasa. Leo unaweza kukuta vyama mbalimbali havifanye shughuli zake. Sisi mwaka 2025 mgombea wetu aliondolewa kwa kauli za ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, sio kisheria wala sio nini, kwamba yeye tu ana uwezo wa kusema kwamba huyu mgombea anaondolewa. Leo chama cha demokrasia na maendeleo akiruhusiwi kufanya shughuli zake za siasa. Juzi umeshuhudia mgogoro wa chama cha wananchi CUF. Nao ni nini? Chanzo ofisi ya msajili wa vyama. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kimuundo, kwamba vipo vyombo ambavyo vinafanya kazi ya kudhibiti ukuaji wa demokrasia ya vyama vya siasa, hususan vyama vya upinzani. Vile vile katika muundo wa tume ya uchaguzi. Huko zamani walikuwa malalamiko yanatolewa na ilikuwa katika mchakato wa kurebuild demokrasia yetu ya vyama vya siasa. Yale malalamiko yalikuwa yanaboresha angalau utendaji wa vyombo. Lakini kuanzia 2015 kuja huku mpaka sasa unakuta chombo hiki cha tume ule uchaguzi, ukiachilia kubadilishwa jina, ni tume ambayo muundo wake, upatikanaji wake na namna inavyofanya kazi inapokea maelekezo. Asante sana. Asante sana Idrisa. Nakuja kwako Nice. Chadema kuna baadhi ameshayazungumza hapa Idrisa, lakini tukiangalia uchaguzi wa 2025 Chadema ilisusia uchaguzi chini ya kampeni yake ya no reform no election, na imekuwa consistent kwenye kusema kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi kwenye mazingira kama yaliyopo hivi sasa. Nilikuwa nataka nikuulize, ukiuangalia mfumo wetu
wa vyama vingi kama ulivyo hivi sasa hivi, kama unavyoonekana hivi sasa hivi, ni utaratibu mzuri uliokusudiwa kuimarisha demokrasia nchini Tanzania, au ni mfumo uliodizainiwa vizuri tu kuhalalisha mfumo wa chama kimoja cha siasa? Okay, asante sana. Kwanza ni kusahihisha ndugu mwandishi, Chadema hatujasusia uchaguzi. Nadhani pia ni namna ya mkanganyiko wa kuelewa ni kwa namna gani tukisema no reform no election tunamaanisha nini. Hatukusema tunasusa, tulikuwa tunazungumza kwa maana ya hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua nini kinaenda kutokea mbeleni na tunajua matokeo yatakuwa vipi, na imekuwa ikitokea hivyo zaidi ya miaka 20 ambao tumekaa kwenye hizo chaguzi. Lakini niende kwenye swali la msingi. Mimi binafsi nizungumze kwa maana ya sasa hivi mfumo wa vyama vingi ambao uko Tanzania ni tofauti na maeneo mengine. Ni kama huu tumeuchukulia kama ni kuhalalisha sasa kwamba sasa na sisi tuna vyama vingi Tanzania, lakini ukiangalia uhalisia kwa maana ya ukweli wa mambo hausemi hivyo kwamba kuna vyama vingi. Na ndio maana ukifuatilia toka mwaka 95 chaguzi zilikuwepo 7. 95 ulikuwa ni uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni nafasi ya vyama vya siasa kujifunza namna ya siasa ya vyama vingi. Tukaja 2000, lakini 2005 uchaguzi zikapoa. 2010 zikaja chaguzi sasa vyama vingi na vyama vya siasa vya upinzani vikawa tayari viko na morali ya kutosha na vikaanza kuwa na tishio zaidi kwa chama tawala. Kwa hiyo kufika mwaka 2015 sasa ndio kukaanza rasmi kifo cha demokrasia nchini Tanzania, ndio ilizikwa rasmi 2015. Leo hii tunasema tuna vyama vya siasa au tuna demokrasia, lakini si kweli. Ni kama tunasema tuna chama kimoja ambacho ndani yake kina vyama vingi. Yani ni chama kimoja ambacho kina vyama vingi, na ndio maana leo unakuta kuna chama kipo toka mwaka 93. Lakini tukiulizana hapa kiliwahi kufanya nini, kiliwahi kusema nini kuhusu jamii, kiliwahi kusaidia jamii kwa namna gani, hatuna majibu. Wala hatuwezi kusema, lakini kina watu, kina viongozi wanatambulika, ukifika wakati wa ruzuku wanapokea ruzuku kwa sababu ni haki yao kikatiba. Lakini pia ukitazama sasa hivi amezungumza kakaangu Idris hapo kwamba tunatumia dola kuendesha hii demokrasia. Na ndio maana leo unaweza kukuta ofisi ya msajili inaamua kufanya chochote. Walikatwa 2025, ACT Wazalendo waliona Chadema nyie hamjui bwana, wakaingia. Walivyojitupa kimasomaso wakaliwa kichwa, mgombea wao akaenguliwa bila sababu za msingi, wakaishia kulia na kuzungumza na kunungunika na haikusaidia chochote. Lakini tunaona pia leo, kesho ni kilele cha siku ya wanawake duniani, lakini kuna askari anatoka tu anasema wanawake wa Chadema hawaruhusiwi kushiriki maazimisho hayo. Na tunavyozungumza kuna wanawake wa kutosha wameshikiliwa kwenye vituo vya polisi maeneo mengi nchini sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu ni wanachadema, na wengine wamenyang'anywa mpaka sare zao eti kwa sababu tu ni sare. Nini maana halisi ya demokrasia? That means ina uwezo wa kuchagua upande wowote ambao unautaka mimi, na nikivaa sare yangu, na maana hata mimi hapa ni jinai nimefanya, nikivaa hii kofia hapa ni jinai. Yawezekana nikatoka chanzo hapo nikakamatwa nikaambiwa ni kosa la jinai. Hii tuna vyama 19 amesema dadangu wa CCM. Lakini nikimuuliza anitajie vyama ambavyo leo ukimwamsha mwananchi yoyote atakutajia vyama 4. Na vyama 4 hicho kimoja kimekuja, yani kilikuwepo ila juzi tu baada ya rapsha kikaongezeka, atakwambia kuna CCM, kuna Chadema, kuna ACT Wazalendo, kuna Chauma. Lakini tunaambiwa kuna vyama 19. Viko wapi? That means hivi ni vyama ambavyo tunaweza tukasema ni vya mfukoni mwa mtu. Yani vimewekwa kuhalalisha kuna demokrasia, lakini uhalisia wa kweli tukirudi kwenye jamii hakuna demokrasia. Asante sana. Bakram, naomba uchukue mic. Kutokea kwenye hiki alichozungumza hapa Nice. So kumekuwa kuna malalamiko mengi sana kuhusiana na mfumo wetu wa kidemokrasia au mfumo wetu wa vyama vingi Tanzania, ambao wataalamu na wachambuzi wa masuala ya siasa za umma wameuelezea kama uimla uliojificha, au kwa kitaalamu wanaita authoritarianism in disguise.
na maana yake ni kwamba una mfumo kwa nje unaonekana una sifa za mfumo wa vyama vingi, lakini ukiuinterrogate, ukiuangalia kwa ndani zaidi, unakuta kama ni mfumo uliowekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utawala wa chama kimoja. Kwanza unakubaliana na assessment hiyo, na hilo linathibitika vipi? Yaani ushahidi ni upi ya kuweza kusema kwamba Tanzania tuna authoritarianism in disguise, kwamba tuna uimla uliojificha? Kwanza nakubali kwa hiyo uchambuzi huo, kutokana na vyama vingi kwenye katiba yetu ya Tanzania imewekwa kama ni kwenye ibara kutambulishwa tu, lakini zile taasisi zote zinazopaswa kusimamia huo mfumo zimebaki zile zile za chama kimoja, kama taasisi za mahakama na taasisi nyingine nyingi za kusimamia. Na kuangalia kwa undani kuwa mfumo wa vyama vingi umeletwa kupanua demokrasia, lakini ukiangalia huwezi ukapanua demokrasia kama huna uhuru wa mahakama, uhuru wa taasisi zinazosimamia vyama vingi. Sasa kwa sisi hapa Tanzania, kwa mimi binafsi ninavyoona kuwa tunao mfumo wa vyama vingi kweli, lakini zile taasisi za kusimamia na kuweka kwenye mstari huo mfumo wa vyama vingi hazipo huru kabisa. Kama vyombo vya habari tunaona kila kukicha, kila siku vinapigwa loki, wanapewa maonyo. Sasa hiyo inakuwa haiwezi ikatufikisha mbali kwenye vyama vingi, kwa sababu lazima tuwe na taasisi huru. Sawa. Asante. Brother pale, mpe mic brother pale. Nataka niulize swali alafu ndugu zangu mtanisaidia kunipatia majibu. Kama nilivyosema pale kwenye utangulizi kwamba mfumo wetu sisi wa vyama vingi kurejeshwa kwake ulikuwa ni kwenye mapendekezo ya tume ya Jaji Francis Nyalali. Serikali iliunda tume, ikampa kazi aliyekuwa jaji mkuu kipindi hicho Francis Nyalali, wakazunguka nchi nzima na wakaulizwa wananchi, mnataka mfumo wa chama kimoja uendelee au mnataka mfumo wa vyama vingi? So Watanzania wengi kwenye ile tume walikuwa wanasema wanataka mfumo wa chama kimoja uendelee kubaki, lakini vitu walivyokuwa, kwa sababu Watanzania walikuwa wanasema kwamba mfumo wa chama kimoja ubaki, lakini mfumo wa chama kimoja ubaki, lakini sawa. Na ikawa ni busara ya tume ya Nyalali kusema haiwezekani tukarejesha mfumo, tukaendeleza kubaki mfumo wa chama kimoja na bado haya mapendekezo ya wananchi yakaendelea kufanywa kazi. Na ndio maana sasa tume ya Nyalali ikaja ikasema hapana, inabidi turejeshe mfumo wa vyama vingi, na ndilo pendekezo lililotolewa. Sasa ile tume ilikuja na mapendekezo kadhaa. Moja kati ya pendekezo ilikuwa ni kutenganisha chama na dola. Chama kipindi kile kilikuwa ni CCM na dola, lakini tume ikapendekeza kwamba haki za msingi za binadamu lazima zihakikishwe zinaheshimiwa na hazikiukwi. Lakini of interest pia ni kwamba tume ya Nyalali iliorodhesha sheria nyingi kusema kwamba ili tuwe na mfumo sahihi wa vyama vingi, hizi sheria zote lazima zifanywe marekebisho. Sasa kuna maoni kwamba mingi ya yale aliyosema Jaji Nyalali kwenye ripoti yake hayajafanywa kazi. Na mimi nilikuwa nataka niwaulize nyinyi, mnadhani nini kimezuia serikali kufanyia kazi kwa ukamilifu mapendekezo yote yaliyotolewa na Jaji Francis Nyalali? Tutaanza pale. Kwanza nataka nijibu swali, lakini nitoe hoja kujibu hoja zilizotolewa. Sawa sawa. Kwa asili serikali ni chombo cha mabavu. Kupendekeza kusepareti chama na dola kwa maana ya serikali katika mfumo wa vyama vya siasa kunaleta tabu kwa chama
kukisimamia serikali na kuiwajibisha. Lazima niliweke hilo wazi kwamba kwa asili serikali ni chombo cha mabavu, ina jeshi na jeshi la polisi, jeshi la kujenga taifa, ina vyombo vya dola. Ukitaka kukiondoa chama kumeji na serikali, lazima uwe na mfumo ambao kwa hakika sasa wananchi wenyewe moja kwa moja wataisimamia serikali, ambao mfumo huo ni mgumu. Ni rahisi kwa chama cha siasa kinachoomba kura kwa serikali yake kuisimamia serikali husika. Na ndio maana baadhi ya mambo yaliyozungumzwa katika nani ambayo ndugu Nyalali aliendesha tume ile yalibaki hivyo kama tunavyoona. Lakini jambo la pili, naomba niseme tumepokea tuhuma. Katika uchambuzi wangu, vyama vya siasa nchini Tanzania hasa vya upinzani vimekuwa na trendi ya kukua na kufifia. Hiyo ndiyo trendi ilivyo. Nimemsikia dada wa Chadema anasema kuanzia 2010 kwenda 15 ndipo vyama vya siasa vilipata nguvu. Hapana. Huko nyuma tulikuwa na NCCR Mageuzi yaliyatonga Mrema, very powerful. Chama ambacho kwa kweli kilitikisa kipindi kile. Utakumbuka uchaguzi wa 95 kilikuwa very powerful, lakini kutoka 2000 kuja 2005 Maalim Seif pamoja na Mzee Lipumba, tamaa ya madaraka, internal conflict ndio kwanza tatizo kubwa linalokumba vyama vya siasa. Namna vyama hivi vinavyoabsorb internal conflict ndio survival yake inavyokuwa. NCCR Mageuzi ilishindwa kuhimili internal conflict sababu uchaguzi wa ndani. Tunakuja sasa, baada ya hapo tunakutana na Chadema hii ambayo sasa katika kipindi kile wenzetu wale wanapitia crisis. Chadema inaibuka nayo 2010 kuja 15. Chadema inakuwa na nguvu. Nimemsikia mtu mmoja hapa anasema 2015 ndipo demokrasia ya vyama vingi ilipopokwa. Sio kweli, kwa sababu ndio mwaka ambao mimi katika historia ya nchi hii ninakiri kuingia kwa wabunge wengi wa upinzani bungeni in history, unprecedented. Wakati mgombea wa kiti cha urais kipindi hicho akiwa mzee wetu kutoka Chadema, huyu alikuwa mzee Lowassa, hakukuwahi kutokea wingi wa wabunge, hata sio wabunge tu, madiwani, wenye viti serikali ya mtaa kama kipindi hicho. Sasa nataka kusema nini? Chadema nayo imekumbwa na internal conflict similarly. Pamoja na kwamba tuna madai ya msingi kwamba ziko nyakati ambako vyama hivi vya upinzani vinabanwa na wao wanadai hivyo, na wakati fulani inaonekana hivyo, lakini sababu kubwa inayobagaza hivi vyama ni matatizo yao ya ndani. Huwezi kusema umefungiwa katika chama cha siasa kufanya shughuli zako bila kueleza sababu. Lazima Chadema waeleze sababu inatokeaje mpaka msajili wa vyama vya siasa ambacho ndo kinaitwa chombo kinachominya upinzani kinabana sasa upinzani. Lazima waeleze sababu. Sasa wakati namalizia nataka kusema tunapojadili kuibuka kwa vyama vya siasa mpaka sasa, nilieleza kwa ufupi kwamba vyama vya siasa, mfumo wa vyama vingi nchini upo, unafanya kazi. Vyama vya siasa tunavyo. Kuwa vingi na kutosikika kwa maana ya 19 ni kawaida. Wanaofuatilia siasa, baba wa demokrasia duniani Marekani, tunasikia vyama viwili, Democrat na Republican, lakini in real sense Marekani haina vyama viwili. Wewe unafahamu, na kama ni mtu msomaji mzuri anafahamu. Lakini sisi tumepiga hatua, we have only 19 political parties. Sawa. Kongo ana vyama 200 plus. Asante. Sawa. Brother, umemsikiliza jamaa, unaweza kuresponde vipi kwenye alichozungumza? Asante sana. Nimemsikiliza, ameongelea masuala ya internal. Kwanza ni mshukuru kwanza dada yangu, ameongelea kuna kitu kinaitwa demokrasia. Na wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye suala la kuanzisha kwa mfumo wa vyama vingi, lengo lake mojawapo ambalo lilitarget ilikuwa ni kupanua mfumo wa demokrasia. Hii demokrasia ambayo tunasema kwamba tumeipanua, je, ni kweli tumeipanua? Ni swala la kujiuliza. Tulifanikiwa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Vipi kuhusiana na katiba? Katiba ilifanikiwa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi? Ni swali la kujiuliza. Mpaka leo hii
kuna mambo ambayo yanatokea, mfumo mzima ni katiba. Nitaenda kuelezea kwa namna hii. Katiba yetu ya Tanzania inampa power president kuliko mnavyofikiria. Nchi zima wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wanateuliwa na rais. Hicho kila mtu anaelewa hili swala. Na rais na wakuu wa mikoa ndio wanachukua nafasi ya rais kwa mikoa, ndio wanaohusika na masuala ya jeshi la ulinzi na usalama, na kila engo ndio wanaohusika katika hayo maeneo. Tunakuja kwenye swala zima la kimahakama. Majaji wanateuliwa na nani? Wanateuliwa na rais. Kwa huyu ambaye jaji kateuliwa na rais ndiye akasuluhishe kesi ya wapinzani. Je, kweli hiyo kesi itaenda sawa? Watu watatetea ugali wao. Tunarudi tena kwenye engo nzima ya masuala ya tume ya uchaguzi. Ni nani ambaye yule anayechaguliwa na rais? Jaji anayetangaza matokeo ya rais anateuliwa na nani? Anateuliwa na nani? Ni swala tu la kujiulizia. Tunapoongelea demokrasia, hebu tuitazame kwa upana, tusitazame kwa pupa. Engo ambayo ina athiri ni swala zima la katiba. Tukiachana turudi kwenye masuala ambayo ndugu yangu umeongelea, umesema internal conflict. Vyama vinapitia internal conflict, lakini Chadema imestahimili. Japo mimi nipo out of Chadema, sio mwanachama, lakini wamestahimili. Engo kubwa, hebu tutengeneze katiba iwape nafasi, itoe nafasi kwa vyama vyote ili tuweze kuona kwamba hii demokrasia inakuwepo. Lakini out of hapo bado msiba huu utakuwa ni mgumu sana kuondoa. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na jicho pana sana, lakini tumeshindwa kumfuata aliyoyafanya. Alifanikiwa kuingiza kwenye mfumo wa vyama vingi. Vipi baada ya kuingia? Sasa nabidi sisi wa Tanzania tuliobaki tuchange hiyo system. Asante. Asante sana, asante, shukrani sana jamani. Nondo hizi. Mbona bwana mheshimiwa pale amesema kwamba, kwa sababu swali langu ilikuwa ni kwa namna gani, nini kimezuia kutekelezwa kwa mapendekezo yote yaliyotolewa na tume ya Jaji Nyalali. Na kwa mujibu wa maelezo yake nilivyoona mimi ni kwamba yametekelezwa, si ndio? Kwamba yeye anaona kuna changamoto zingine, kwa mfano kama migogoro ndani ya vyama na nini. Huyu bwana naye amekuja kusema kwa mwananchi bwana ni katiba. Katiba inampa nguvu kubwa. Ukisikiliza hawa wote wawili, wewe maoni yako ni yapi? Msimamo wako ni upi? Unasimama wapi? Nashukuru. Mimi swali lako nitalitazamia kwenye maoni ya wanazuoni. Nimemsikiliza ndugu yangu hapa vizuri, amejaribu kutetea kwamba kile kilichojadiliwa kwenye maoni ya yale mapendekezo kilifanyiwa kazi, kitu ambacho ni hapana. Nitakueleza kwa nini. Mfumo wa vyama vingi sio tu kwamba ulianza 92 kuwepo awali. Na sababu kuu ya kuuawa kwa mfumo ule na wakasema tuwe na mfumo wa chama kimoja ilikuwa ni kuunganisha taifa. Ikiwa kwamba tungekuwa na chama kimoja basi watu wasingeweza kugawanyika kwa lengo la kisiasa. Lakini ilipokuja 92, wanazuoni wengi wanadai kwamba kwanza taifa lilikuwa tayari kurudi kwenye mfumo wa vyama vingi, bali kwa sababu ulikuwepo anguko la kiuchumi na ilikuwepo structured adjustment program ambayo ilikuwa inatoa mikopo. Moja ya condition ilizokuwa inazitoa baadhi ya mataifa ya adapt multipartyism ambao ndio mfumo wa vyama vingi, na nchi yetu ilikuwa kwenye huo mgogoro. Kwa hiyo kulazimisha wananchi kwamba turudi kwenye mfumo wa vyama vingi na yale maoni ilikuwa ni kama danganya tu, tukiwa tayari wao wameshaamua kwa lazima tupokee, hamna namna nyingine. Na ninavyofahamu zile kura zilivyopigwa wengi walisema hapana, ila wachache wakasema ndio. Na nakumbuka nukuu ya Mwalimu Nyerere alisema kwamba wengi wape, wachache waheshimiwa. Akachukua yale maoni ya wachache kwa sababu aliwaheshimu. Kwa neno hilo tu ni dhahiri shairi kwamba hata haya yote yaliokuwa yamependekezwa singeweza kufanyiwa kazi kwa sababu utashi na utayari wa wananchi haukuwepo tayari kupokea mfumo wa vyama vingi. Na hii ni mapema kabisa Samuel Huntington aliyaeleza haya kwenye kitabu chake cha Third Wave of Democracy, ikiwa ni hii multipartyism. Alisema kwenye nchi nyingi ambazo ni developing ikiwepo pamoja na Tanzania ambazo ni maskini, mfumo wa vyama vingi wasiupokee kwa haraka kwa sababu ya kupata pesa, kwa sababu baadaye utakuja kuwatesa. Akiwa anarejea kitabu chake cha 1998 ambacho ni Developing Society and Political Order, akiwa anasema taifa lolote ambalo halijajiweza kiuchumi, demokrasia ya vyama vingi haiwezi, kwa sababu inahitaji mfumo wa fedha na uchumi ulioimarika ili kuuendesha. Akatoa mfano, nyinyi mna mfumo wa vyama vingi na mnahitaji vyama vingi vyote viende kwenye uchaguzi, lakini taifa haliwezi kuendesha uchaguzi. Akiwa anajaribu kufanya kwamba hata baadhi ya chaguzi zinazofanyika watu wanachukua pesa kutoka nje.
2020 na huu kidogo ambapo ndio imeweza kujiendesha. Maana kama tu uchaguzi wa ndani hamuwezi kuuendesha kwa fedha yenu, bado hamuwezi mkaona demokrasia ya kweli ya vyama vingi. Akaenda mbali zaidi akasema hata hivi vyama vingine vidogo vidogo na hivyo dai madamu vipo kwa ajili ya kuchukua ruzuku. Na ni kweli, ndio maana vinaonekana wakati wa uchaguzi, na uchaguzi ukiisha havionekani, vinaathiriwa sana na tatizo la kiuchumi. Na chama pekee ambacho kipo kwenye dola unaweza ukaona kinavyoshikilia nchi kikitangaza leo michango, wale wafanyabiashara wakubwa utaona wanatoa mabilioni ya pesa. Tangaza leo vyama vya upinzani, rasilimali yeyote ichangie, uone kama kuna mfanyabiashara mkubwa atatoa pale fedha. Na hiyo akatoa akapendekeza akasema kwamba kama miundo ya kiuchumi haitakuwa salama, maana yake hata miundo ya kiinstitution haitakuwa salama. Na miundo ya kiinstitution isipokuwa salama, muundo wa vyama vingi ukija, vyote hizi institution zitakuwa na chama kimoja ambacho kitakachokuwa kinatawala. Ndio hayo wanayoyaeleza. Mfano katiba, msajili wa vyama vingi yote yule anafanya yale kwa sababu ya katiba inamuendesha fanye vile. Tuseme huyu aliyetangaza kamishna wa uchaguzi, baada tu ya kutangaza uchaguzi huu 2025 akasema hamna mahakama yeyote wala sehemu yote ambayo itaweza kupinga uchaguzi huu wala matokeo haya. Unaamini je, na kama kuna sehemu ambapo walifanyika vibaya wanahitaji wafanye judicial review ili wakajaribu kuangalia uchaguzi umefanyakaje? Angalia polisi wakienda, kwa mfano nilivyosema, kwenye wilaya na kwenye mikoa, wanapoenda pale wanaenda kwenye maagizo ya rais, na wale waliapa kusimamia usalama wa nchi, ambao yule rais wa nchi bado ni mwenyekiti wa chama fulani. Alafu hapo utamtoeje kwenye tuhuma za kusema kuwa anatetea chama kimoja? Hayo yote ma institution ni kwa sababu ya kuwa na uchumi mbovu, uchumi mdogo, na tukaleta huu mfumo ili tupate pesa. Matokeo yake ndo haya. Na alitabia akasema pasipo kuwepo na hizi institution nzuri, pakuwepo na political order nzuri, patapelekea kuwepo na political decay ambayo ni machafuko ya kisiasa ambayo ndo tunayoyaona hadi sasa hivi. Sawa. Naomba mpatie brother Mike pale. So kama ambavyo utakuwa umewasikiliza waheshimiwa hapa, ni kwamba neno uchaguzi limejitokeza sana. Uchaguzi limejitokeza sana. Na kwenye mfumo wetu wa kidemokrasia, uchaguzi unaonekana kama kielelezo cha kupima. Unaonekana kama wenyewe wanasema litmus test wataalamu. Kielelezo cha kupima uimara na ukomavu wa demokrasia yetu. Ukiangalia ubora wa chaguzi ambazo sisi hapa Tanzania hatunazifanya. Tumesema tumefanya kama chaguzi kuu kama 7 hivi kuanzia 97 mpaka ya hii 2025. Unadhani ina ubora? Ina akisi demokrasia ya vyama vingi? Na je, huo ubora umekuwa ukiimarika? Ukiangalia uchaguzi wa kwanza tuliofanya wa vyama vingi 95 mpaka huu 2025, au unadorora kwa mtazamo wako wewe? Moja kwa moja katika swali lako, ukitaka kulijibu vizuri unatakiwa uliweke katika muktadha upi, kwamba ile quality ya demokrasia au mfumo wa vyama vingi ambao unaendelea Tanzania, je, umekuwa ukiimarika au umekuwa ukidorola? Moja kwa moja tukimquote Mkandala, anasema kwamba mojawapo ya kriteria ya kuangalia demokrasia, tunaangalia ile iko playing ground field, yani ule usawa wa uwanja wa mapambano ya siasa kati ya chama kikuu na vyama pinzani, ambavyo ukipima kwa muktadha huo kwenye ushindani bado umekuwa hakuna ubora huo. Na hii ina prove kwa sababu gani? Ukitaka uprove quality ya uwanja wa siasa kati ya vyama vya siasa, unatakiwa uangalie ule mfumo wa uchaguzi na ule ushindi wa chama kimoja kwa mihula mitatu na kuendelea, ambapo ukiangalia kwa Tanzania tukipima tu tangu demokrasia kuwekwa 95 mpaka sasa hivi, quality ya demokrasia kwa muktadha huo kwamba mihula mitatu yote na kuendelea imekuwa ni chama kimoja. So kwa muktadha huo demokrasia imekuwa ikifanyeje? Ikiporomoka kwa ile demokrasia ambayo tunaipima ya liberal democracy, ile demokrasia ambayo tuliletwa. Lakini tukija kwa demokrasia ambayo maybe kwa maono yetu au maono ya Waafrika wengi ambayo ni social democracy, nilikuwa namsoma msomi mmoja wa Nigeria anaitwa Ake, anasema kwamba hii demokrasia
ambayo sasa ndo imewekwa kwenye mfumo wa vyama vingi, sio swala la kwamba inahitajika Afrika au haihitajiki. Je, inaweza kufanya kazi? Huko tutakuja kwenye kama inaweza kufanya kazi, haiwezi kufanya kazi. Nilikuwa tu pale unipe analysis yako kama ubora unaimarika, umedorora na umenijibu. Nije kwa Nasra. Uchaguzi wa 2025 ujumbe wa usimamizi wa ule uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika ulihitimisha kwamba uchaguzi wa Oktoba 25 haukukidhi misingi ya Umoja wa Afrika, norms zinazokubalika, viwango vya kimataifa, na walisema si uchaguzi wa kidemokrasia. Walizungumzia mambo kama vile kura kuonekana kwenye maboksi, kuzimwa kwa mtandao wa interneti, mambo ya utekaji. SADC pia walifikia hitimisho hilo hilo. Na nilikuwa nataka nikuulize, CCM nyinyi muna respondi vipi kwenye haya maoni ya hawa wasimamizi wa uchaguzi, na ni aina gani ya mageuzi CCM iko tayari kuunga mkono kuhakikisha kwamba hivi vitu havijirudii? Kwanza ndugu yangu Khalifa, kabla sijaenda kujibu swali lako hili la mwisho, labda niweke baadhi ya vitu ambao sometimes inawezekana hata umma unaweza ukapotoshwa. Swala la mchakato wa katiba, mimi niungane na wengine niwaambie tu, swala la mchakato wa katiba halijawahi kupuuzwa na kiongozi yoyote toka walio practice multipartyism, mfumo wa vyama vingi. Niwakumbushe kwamba wakati msingi hasa wa kubadilika kwa katiba ulianzishwa na hayati Benjamin Mkapa kipindi hicho, lakini mchakato wake ukaanzishwa na mzee wetu Jakaya Mrisho Kikwete. Mwishoni kabisa sisi wanasiasa, nikisema wanasiasa tunaelewana, ndio tumekuja kuvurugana mwaka 2014 ambapo mambo yaliyotuvuruga yalipelekea sasa kwanza yalikuwa kuzungumzia mfumo wa serikali tatu, ilikuwa ni jambo la kukaa mezani kuzungumzika, ukavuruga kabisa ile scenario nzima ya mchakato wa katiba mpya. Alipoingia JPM hayati, yeye akaona bado kuna vuguvugu la kisiasa ambalo inawezekana litampotezea ile focus ya kuwahudumia wananchi. Akaamua kuachana na ajenda ya katiba mpya kwenda kuwahudumia wananchi, na ninyi mnaona kazi kubwa aliyoifanya. Lakini wakati mama anapokea kijiti, amekuja na ajenda hiyo ya katiba mpya, amesikia kilio cha Watanzania wanalia katiba mpya, hata mama pia anahitaji katiba mpya. Kwa nini? Aliunda kikosi kazi kwenda kutathmini na kutafakari namna kipi kinazungumzishwa hasa kwenye swala la katiba mpya. Lakini kwenye kampeni za mwaka jana, mnaona ninyi ni mashuhuda, moja ya vipaumbele vyake ilikuwa ni katiba mpya. Tafsiri yake ni nini kwa wanasiasa na umma? Lazima tulifahamu kwamba yeye mwenyewe swala la katiba mpya ni sehemu ya vipaumbele vyake. Anasema kwamba sasa hivi yametokea ya Oktoba ambao kuna muda samani kuyazungumzia Oktoba 29. Kwa sababu gani? Tume iko kazini, tunasubiri majibu ya tume, ndio tutaanzisha mijadala baada ya majibu ya tume. Lakini Mheshimiwa Rais anasema tume ikishafanya kazi yake kuhusu masuala ya Oktoba, na sisi tutafanya nini? Mchakato ule unaendelea, kwa maana ni sehemu ya vipaumbele vyake, halijapuuzwa. Swala la uchaguzi, malalamiko ya uchaguzi, lazima vijana wenzangu tutambue, duniani kote leo tutabadilisha katiba kwa namna ambavyo michakato inaendelea, lakini swala la malalamiko ya uchaguzi ni ndoto za alinacha. Kwa nini? Tafuteni historia inatuonesha vipi. Hata sehemu ambapo tunaangalia ni tunasema wana katiba nzuri, nenda Kenya 2017 uchaguzi ulifutwa, wale wanasema katiba mpya. Lazima tu tunajikumbusha kwa nini nature ya kisiasa, asili ya mwanasiasa hawezi kukubali kushindwa, sio malaika. Yani ujue tu mwanasiasa nature yake, hata nyie mnasoma huko, bahati nzuri kuna watu wanasoma political science hapa, mnasoma huko, mpo kwenye majumba yenu, mwanasiasa yoyote hakubali kushindwa. Kwa hiyo yapo malalamiko ya kimsingi, na wala sijamaanisha kwamba
kuna malalamiko yanapaswa kupuuza. Hapana, yapo malalamiko ya kimsingi ya uchaguzi yanafanywa kazi kwa utaratibu. Kinachotokea, wanasiasa sisi huwa tunakuja kwa mihemko, yani tunataka, kuna baadhi swala la katiba kwenda kupelekwa, katiba haiwezi kupelekwa bungeni na kubadilishwa tu kama muongozo wa kawaida, kama waraka wa kawaida. Ni long process ambayo itahitaji billions of money. Nini msingi wa hoja hii? Lazima tutambue kwamba ukizungumzia demokrasia kama demokrasia, kwanza demokrasia haipimwi na nani anashinda, bali inapimwa na nani anapewa haki ya kushindana. Ndio maana anakuja katika ule msingi wa mfumo wa vyama vingi Tanzania, wala haukuwa na kikomo. Khalifa, na wewe tuelewane, yani hakuna kikomo kilichoandikwa kwamba eti tutafika hapa mwisho ndio tutaijaji kwamba hii ni demokrasia ya mfumo wa vyama vingi Tanzania. Ni mchakato endelevu unaoendelea, kwa sababu tunafanya, tukishafanya tunajitafakari, tukishajitafakari tunajiboresha. Hiyo ni mambo makuu matatu. Kwa nini tunafanya? Tunaangalia mafanikio, tunaangalia changamoto. Hata leo katiba tunayoililia, ambao inawezekana wengine hawaisomi, wanasema tu katiba. Unamuuliza kijana, wewe unalilia kipengele kipi cha katiba? Wengi wetu hatujui, huko mtaani tunaingia field tunaona. Kwa hiyo sasa tukishafanya katiba kwa mfano ikibadilika, kuna muda katiba hii ikawa ina mapungufu, tunarudi tena tunasema okay, sasa ndio maana tunasema tunajisahihisha. Hata chama sisi tunajisahihisha. Kwa hiyo muone hata mataifa ambayo tunatolea mfano, lazima tujue na wao malalamiko haya ni ya kisiasa ambayo yanafanya nini, yanaweza yakaleta mkanganyiko kidogo. Nice. Una respond vipi alivyozungumza Nancy? Unakubaliana au Nasra, unakubaliana naye? Kwanza kabisa mimi nadhani ndugu mwandishi, tukitaka kutengeneza suluhu, kwanza lazima tuweke itikadi pale katikati, then tukae kama vijana, tukae kama Watanzania. Kitu ambacho ninaona dada yangu Nasra anajaribu kudefend taasisi badala ya kuzungumzia uhalisia ambao anasema ameenda field, lakini ukienda field realistic huwezi kuniambia kwamba eti mchakato unawekwa pembeni kwa sababu kuna vuguvugu. Who told you kwamba vuguvugu linaweza kuisha? Nikirudi kwa ndugu yangu anaitwa Pamba, yes Pamba, ulikuwa unanikoti kwa kujielekeza tofauti. Nilizungumza issue ya baada ya uchaguzi wa 2015. Ukisoma ya ripoti ya Africa House ya 2022 waliitoa kuhusiana na siasa na demokrasia ya Tanzania, kwamba imekuaje kutoka 95 mpaka 2020. Ilieleza vizuri sana, na nikisema ilianzia pale kifo nilikuwa na maanisha. Lakini kirudi kwa dada yangu Nasra, ukisema wanaifanyia kazi, kufanya kazi kwa maneno inatusaidia nini sisi? Maana halisi ya kusema demokrasia ni uwanja sawa. Wewe mwenyewe umesema demokrasia, umesema haipimi kwa nani anashinda, nani anapewa uwanja sawa wa kushindana. Ebu niombe mwandishi anijibu ili swali langu kabla sijaendelea. Je, hawa vyama vingine vya upinzani vyote 18 vinapewa usawa wa kushindana? Havipewi ule usawa wa kushindana. Huo ndio uhalisia. Kama vingekuwa vinapewa usawa wa kushindana, tulikuwa na kitu tunakiita nini, 2024 tulikuwa tuna marekebisho ya sheria ndogo za uchaguzi mdogo. Watu walitoa maoni, lakini kitu cha kushangaza zaidi, watu walitoa maoni mengi sana na ya msingi sana. Ukija kuangalia marekebisho walikuja kufanya, kwa asilimia nyingi ni kama walibadilisha lugha tu, yani wakatoa msamiati huu wa Kiswahili wakaweka msamiati huu wa Kiswahili. Kwa hiyo ukisema eti kwamba hawajatupilia mbali, tunashindwa kuelewa hawajatupilia mbali kwa muktadha upi. Kama tunaweza kusema basi okay, katiba mpya tuiweke pending, tufanye marekebisho ya sheria ndogo ndogo za kiuchaguzi. Lakini katikati ya hizi sheria ndogo ndogo bado tena kunafanyika hujuma. Watu wanafanya vitu ambavyo haviendani na wadau walikaa. Watu waliitwa wakakaa wakatoa maoni. Taasisi za kiraia, vyama vya siasa, watu wasiokuwa vyama vya siasa walitoa maoni, lakini baada ya kutoa maoni, outcomes iliyokuja baadaye haikureflect maoni walioyatoa. Sasa unajiuliza, ukisema wana hawayapuuzi, unakuwa unamaanisha kitu gani? Kwa sababu ili useme mtu apuuzi kitu, lazima hata kama hata kifanya chote, lakini anakifanya. Tuzungumze uhalisia. Tusizungumze kwa sababu mimi ni mwanasiasa. Kuna wakati tueleze jamii uhalisia wa kweli. Tunaishi kwenye jamii. Sisi tunaona. Mimi kuwa Chadema haimaanishi kwamba nikutana na ndugu yangu Nasra pale nampiga mawe. Hapana.
kuna wakati anaweza kaja na hoja ya msingi na tukakaa mezani tukasikilizana. Lakini sasa hivi vijana, mtu akiwa ACT akutana na Chadema, hata kama ni hoja ya msingi anaamua tu kupinga. Sawa. Kwa sababu tu ni taasisi yake, sio taasisi yangu, nampinga tu. Sawa. Bwana Idrisa, kwanza umewasikia Nasra na Nice, lakini pia nyinyi ACT Wazalendo mliamua kushiriki uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Uzoefu wenu ule unawafundisha nini au unatupa mafunzo gani kuhusiana na structural vikwazo vya kimfumo vinavyozuia ushindani mzuri wa kisiasa nchini Tanzania? Asante sana ndugu mwandishi. Kwanza nafikiri kuna hoja zilizozungumzwa kwanza kwa Pamba pale, ni muhimu sana tuziweke sawa. Anazungumza asili ya dola na chama muungano au serikali, sio dola. Kwanza sio kweli. Lazima asome historia ya muunganiko wa CCM na dola ulianzia wapi. Ulianzia 64 tu hapa. Sio kwa sababu ya jambo la asili, sio jambo la asili. Na hii ni kawaida hii kwa watu wanataka kumezesha fikra tawala kuonekana jambo hili ni la asili, haliwezi likabadilika. Na kama alisoma pengine labda anazungumza mambo ya kufikirika. Kama alisoma tume, namna gani ilionyesha namna gani dola na chama itaachanishwa. Tume ya Nyalali. Tume ya Nyalali. Sio kwamba ilizungumza kwamba ikaachwa hivyo ikaachwa Pandola. Mfano. Leo hii unakuta kabla ya 2025 msimamizi wa uchaguzi ni mkurugenzi ambaye anateuliwa na rais. Kule chini wasimamizi wasaidizi ni makatibu kata ambao kwa by implication wanakuwa chini ya rais. Kwa hiyo alafu pia tume yenyewe huku juu wanateuliwa, mwenyekiti anateuliwa na rais, mkurugenzi anateuliwa na rais, the whole unateuliwa na rais. Kwa hiyo sio jambo la asili, ni jambo la kimfumo. Na kama wanavyosema ni jambo la kimfumo ambalo linaweza kuachanishwa. Sio jambo la kusema kwamba asili iko hivyo na serikali iko na alitumia term sio sahihi kwamba serikali ni dola, kwa sababu kwa mfano 2016 mpaka 2021 vyama vya siasa vilikuwa haviruhusiwi kufanya mkutano. Haviruhusiwi kufanya mkutano wowote ule, kwamba ukifanya mkutano unakamatwa. Kamati kuu kwa mfano ya ACT Wazalendo yote ilikamatwa na polisi, watu waliwekwa ndani, watu walibambikiwa kesi. Wambambikiwa kesi kwamba siasa ikaanza sasa kuwa ni kosa la jinai. Ni kama utaratibu wa jinai kwamba wewe kushiriki siasa unaweza kupewa kesi ya ugaidi, kupewa kesi ya uhaini. Sisi kuna watu wamepewa kesi ya uhaini. Hadi sasa hivi wako mabosi. Kuna watu Kigoma ameshinda uchaguzi, kapewa kesi ya uhaini. Ameshinda uchaguzi kapewa kesi ya uhaini kwamba ameshinda sijui kwa kutumia silaha na vitu vingine vya namna hiyo. Amepewa, yuko ndani. Mchakato ya kisiasa inapewa ujinai, kwa hiyo inarudisha nyuma vyama vya siasa kufanya shughuli zake kikatiba na kisheria. Sisi watu wameuawa. Diwani alikuwa anagombea Dafloza kule Tarime. Ameuawa. Mawakala wake wamekamatwa na polisi. Kaenda kuwafuatilia na wapelekea chai. Akazuiwa na jeshi la polisi. Mwisho wa siku anafika siku yake ya pili, amefika pale amekuta amekufa akiwa katika mikono ya polisi. Polisi wakasema kwamba amekufa kwa sababu alikuwa na pressure. Baada ya wakati wanaosha ule mwili wakaona meno yameng'olewa. Unaonekana kabisa huyo mtu alikuwa amepewa mateso akiwa katika mikono ya jeshi la polisi. Mimi nimegombea jimbo la Kilwa Kusini mwaka huu 2025. Wakati mimi na kesho naingia kwenye uchaguzi, wasaidizi wangu wote walikamatwa na jeshi la polisi wakawekwa ndani. Kwa hiyo tunaposema hivi, hatuyasemi haya kana kwamba tumefufuka kutoka mbinguni jana. Haya mambo tuna practice. Wako watu wangapi wako magerezani kwa kesi za kisiasa. Kwa hiyo tuzungumzi haya kwa sababu tunayazungumza ili mradi kwa sababu ya tunasema kwamba mwanasiasa kwa asili yake hataki kushindwa. Huu ni ushindani. Tanzania sasa hivi haina siasa ya ushindani. Kwamba sisi tunashindana na dola. Dola ndio linalotokea mbele kwa ajili ya kukandamiza upinzani. Kwa hiyo
Kama upinzani sasa hivi, kwa mfano majukwaa yenyewe tu ya mijadala tu, mjadala wa vyama vya siasa haupo. Zamani ndio maana nasema kwamba lazima tuizungumze hii mwaka kuanzia 1995 mpaka 2005. Sisi hapa kama vijana tulivutiwa na siasa kwa sababu kulikuwa na mgongano wa kifikra katika vyombo mbalimbali vya uwakilishi. Leo hii unaweza kuliona bunge namna gani mambo yanavyojitokeza, hoja muhimu za kibunge namna gani zinavyoendeshwa. Kwa hiyo hatuzungumzi haya kwa dhana ya kufikirika. Tunataka mabadiliko ya kikatiba na tuwe na tume ya uchaguzi nje ya ile ambayo mtu anaweza kumonopolize power kila kitu. Mpe Nasra mic pale. Nasra, of course unataka kurespond kwa, lakini nilikuwa nataka nikuulize pia, labda nadhani ni kwenye maslahi ya, it is in the CCM's interest also kuto kuona uwanja wa kisiasa ukijinaishwa, si ndio? Yani kwa mfano sidhani kama CCM pia munafurahishwa kuona namna ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama au vitu kama hivi ambavyo Idrisa amevizungumza hapa, watu kuuawa, watu kukamatwa, watu kuharasiwa. Sidhani kama hivyo vitu CCM mnaviunga mkono. Khalifa, kabla sijataka nini, nilikuwa nataka nimjibu comrade hapa wa ACT. Kibinadamu hakuna mtu anayefurahia mauaji. Kibinadamu tumezaliwa, tumelelewa katika misingi ya kiimani, kila mmoja ana namna yake ya kuchukua. Lakini hilo nitaka tu nikwambie hivyo kwamba hakuna anaweza kufurahia eti nimesikia ndugu yangu Nice ameuawa. Kweli nitakuwa sio mwanadamu, nimetoka sasa katika ule mifumo au uumbwaji wa Mungu. Nije kwa baadhi ya mambo hapa nilikuwa najaribu kutaka kuyatafakari. Kuna haja ya vyama vya kisiasa kukaa na kujitafakari wanakwama wapi. Ndugu zangu wa ACT, kuna muda si kwa ubaya, lakini huwa sometimes nakosa nini napaswa kujifunza kutoka kwao. Mimi bado ni kijana, ni mchanga kisiasa, ila nakuwa kwa kasi. Kwa maana gani? Ndugu zangu wamekuwa hawako serious kwenye masuala ya kugombea, hasa kwenye kiti cha urais. Narudi kwenye msingi wa hoja yake, kuituhumu mamlaka ya msajili na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa maana gani? Angalia michakato yote, na nyie vijana wenzangu mtakiri kwenye mioyo hata msipokiri dhahiri kwamba toka tunaanza chaguzi 2010, 15, 2025 mchakato wa upatikanaji wa mgombea wa urais kwenye chama cha ACT anapatikanaga dakika za jioni, baada ya kuona Chama cha Mapinduzi kuna watu wametupwa na michakato ya kuteuliwa, ile utaratibu wa uteuzi wa mwisho kwenye chama ili kugombea kwenye vyama vingi, ndio mnampata. Mfano tu mzuri, ndugu yangu wa mwaka jana Luhaga Mpina, upatikanaji wake ni dakika za mwisho za kuachwa kwenye uteuzi ambao ni mchakato wa kawaida kwenye chama chochote. Sisi tunampima mtu kwa uwezo, umadhubuti wake, namna gani amegusa maslahi ya wananchi katika eneo. Je, huyu mtu anauzika? Yaani analipa na chenchi inabaki kwenye chama chetu? Hayo mambo yapo. Kwa hiyo upatikanaji wa mgombea wao ambao ni tuhuma alizungumzia mwanzo, karudia tena mara ya pili kuhusiana na msajili wa vyama vya siasa kumwengua. Hapana, wao wajitafakari. Wao ndugu yangu, nitaka niweke clarification, kujitafakari na kujisahihisha mnakwama wapi kama vyama vya siasa. Nashukuru. Sawa. Mimi ninachokiona ni kwamba tunaweza tukawa tunapishana kwenye mafanikio au changamoto zilizotokana na mfumo wa vyama vingi ambao ulirejeshwa Tanzania ile 1992. Lakini nataka niamini kwamba sote tunaona thamani ya mfumo wa vyama vingi vya siasa. Uongo kweli? Si ndio? Sasa swali langu ni kwamba ni zipi hatari zinazoweza kutukumba sisi kama taifa endapo kama tutashindwa kufanya mfumo wa vyama vingi vya siasa ufanye kazi kama ulivyokusudiwa? Ni nini tunaweza kuathirika endapo kama tutashindwa kufanikisha lile lengo la kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa? Na kwa kuongezea hapo, je, kile kilichotokea
Oktoba 29 mwaka 2025 inaweza ikawa ni warning. Inaweza ikawa ni warning kwamba inabidi tuongeze bidii na jitihada kuhakikisha kwamba ujumuishi wa kisiasa, ushindani wa kisiasa unafanya kazi vizuri nchini Tanzania. Leonard. Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba endapo hatuta practice mfumo wa vyama vingi kwa usahihi, madhara yake mojawapo ni pamoja na kama uliosema leo tokea Oktoba 29. Hii ni exact ile kabisa. Kama alivyokuwa anasema dada yangu kwamba eti ni lazima kwamba tumalize vuguvugu lilopo kwanza alafu ndio tuje na mchakato wa katiba mpya. Mimi nikitaka nimwambie tu kwamba yale yalotokea Oktoba 29 ni pamoja pia na watu kudai katiba mpya. Kwa hiyo lazima uanze kwanza na kiini cha chanzo ambacho ni katiba mpya, watu wapate katiba mpya. Hilo vuguvugu litamalizika tu lenyewe. Lakini kingine cha pili niseme pia endapo tutazingatia uwepo wa vyama vingi kwenye nchi hii, mimi niseme pia tutakosa viongozi ndani ya taifa hili. Mimi nitasema tu ukweli kwamba uwepo wa vyama vingi ndani ya nchi hili umezalisha viongozi wengi. Leo hii Chama cha Mapinduzi ambacho kipo madarakani kina watu wako kwenye nafasi nyeti ambao wamepata nafasi kupitia vyama vya upinzani. Umma tuliwafahamu kupitia upinzani. Kimzungumzia mtu kama Profesa Kitila Mkumbo, mzungumzia waziri wa mambo ya ndani wa sasa hivi Patrobas Katambi. Watu wamepika ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, David Silinde na wengine wengi ambao pia wameshikilia nafasi kama wakuu wa wilaya. Kwa hiyo niseme uwepo wa vyama vingi imekuwa ni sehemu pia ya kuwapa vijana wengi nafasi, tuone uwezo wao. Tukisema tuachie VCCM peke yao, wote waweza kupata nafasi tukaona uwezo wa mtu, lakini vyama hivi vya upinzani vimetoa nafasi kwa vijana. Hakika tumekuwa tumeona watu ni wachapakazi wazuri. Hata pindi wanapojiunga na vyama tawala wanapatiwa nafasi na wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo VCCM, uwepo wa vijana wengi ndani ya VCCM, sote wanapata nafasi. Huo ndio ukweli tu. Vijana wanakuwa ni wengi kweli, wasomi kibao, lakini sote wanapata nafasi. Lakini uwepo wa vyama vya upinzani vimekuwa vinatoa nafasi kwa vijana na tumeona ni watu wazuri pia. Sawa. Tukishindwa kuhakikisha kwamba mfumo wa vyama vingi unafanya kazi kama ulivyokusudiwa, athari zake zitakuwa ni zipi kwetu sisi kama wananchi na taifa kwa ujumla? Ningependa nilijibu hilo swali kwa kuanzia na msingi mmoja ambao nadhani ni muhimu sana, ambao ulikuwa pia ni moja ya msukumo wa mageuzi ya kisiasa uliofanyika kuanzia mwaka 90 mpaka mwaka 1992. Mwaka 1990 kuna hotuba moja Mwalimu Nyerere alitoa Diamond Jubilee, tena alikuwa akizungumza na UVCCM wa Dar es Salaam. Na katika ule mkutano ndo takumbuka ni kwamba ni moja mkutano ambao baba wa taifa alizomewa. Ilikuwa ni katika moja ya mkutano ambao baba wa taifa alikuwa anajaribu kuwashinikiza vijana wa CCM pamoja na taifa kwa ujumla kwamba kuna haja kama taifa kuwa pamoja kuzungumza na kufanya mabadiliko ili kuweza kutoa nafasi ya wananchi kushiriki katika shughuli mbalimbali za kisiasa, uchumi na kijamii. Sasa ile hotuba ukiangalia ilikuwa ni mwendelezo wa statecraft ya Tanzania ambayo Tony nadhani siku moja aliwahi kuizungumza kwa waasisi wa taifa hili walikuwa wanaona kuna umuhimu wa kufanya mabadiliko ya kimsingi kila tunapofikia hali ambayo wanaona ni kwamba kama taifa, yani tukiacha hiyo hali baada ya miaka hatutakuwa na taifa lile ambalo tumelikusudia. Ndio maana mwaka 1967 walichukua uamuzi mkubwa. Mwaka 71 kuna maamuzi makubwa waliyafanya. Miaka 80 kutokana na hali iliyokuwepo kuna mambo waliyachukua. Ukiangalia kuna baadhi ya mageuzi makubwa ya kisheria yalifanyika kwa sababu kulikuwa kuna matatizo makubwa hadi majaribio ya kimapinduzi ambayo yalifanyika miaka 1984. Ilipofika miaka 90 mwaka 90 Nyerere wakati anataka kuachia wenyekiti wa CCM aliona hiyo hatari kwamba kwanza aliona kuna shida kwenye chama chake huko chini kwa watu kimekosa ule umaarufu ambao aliutazama, lakini akiangalia hali ya dunia inavyokwenda na umuhimu wa kutanua wigo wa ushiriki wa wananchi sio tu kisiasa, kiuchumi na kijamii, ndio ilikuwa msingi wa kupush hiyo agenda ya mageuzi ambayo sasa hata tume ya Jaji Nyalali na niona ni kitu ambacho tunaidogosha tume kwa kutazama tu mfumo wa vyama vingi kwa multiparty, lakini ile tume ilitaka plural democracy,
yani hata vyama vya wafanyakazi tuwe na vyama vya wafanyakazi vyenye nguvu, asasi za kiraia ziwe na asasi za kiraia zenye nguvu, sio zinazodhibitiwa na usajili na taasisi zingine zote. Kwa hiyo attempt ya miaka 90 ya kurejesha kwa mfumo wa vyama vingi au na mapendekezo ya tume ya Jaji Nyalali yalilenga kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania ile ile, kwamba tunapofikia kwenye hatua ya mkwamo kuhakikisha tunabaki na taifa, tunafanya mageuzi makubwa ya kimsingi. Kwa hiyo ni jambo ambalo naliona hata hivi sasa kwamba tunapofika katika hatua kama hii tusiache ile statecraft ambayo tuliachiwa na waasisi, kwamba lazima waliopo kwenye mamlaka kwa maana ya serikali, kwenye mamlaka ya taasisi zingine za kijamii waone kwamba lazima wachukue hiyo riski ya kuhakikisha kwamba tunafanya mageuzi mengine ya kimsingi ili kuhakikisha tunalibakisha taifa letu salama miaka mingine 60 50 ijayo. Ila vinginevyo itakuwa ni hatari. Sawa. Tony, nitachukua alipoishia. Kwanza ile push ya Nyerere kuhusu kuingia kwenye vyama vingi. Kuna hotuba, kuna maongezi ambayo Nyerere alifanya na rais wa Zambia. Kama ukiona anasema alizunguka, yani alikuwa anasema unaweza kuwa na chama lakini ukajikuta ni mashine kwa ajili ya uchaguzi. Na hiyo ukisoma kwenye makabrasha ya CCM unakuja kugundua ni baada ya yeye kuzunguka akakuta kwamba chama kimeondoka, kiko mbali sana na kazi yake ya chama, imebaki ni dola. Na kwa hiyo akaingia kwenye ile push. Kwa hiyo ninaweza nikasema moja ya ulinzi wa dola ambao katiba yetu imeweka ni namna dola serikali inavyoweza kuondolewa madarakani. Huo ni ulinzi mkubwa kihistoria, kwa sababu kuna dola zilikuwepo, hakukuwa na namna, yani haieleweki hii serikali watu wasipoipenda inaondokaje madarakani. Kulitokea huko Europe, kulitokea majanga makubwa, unasikia mara wafalme wamenyolewa hivi, wamefanyaje hivi, kwa sababu ni asili ya binadamu kwamba lazima kuwe kuna outlet. Kwa hiyo vyama vingi ukisoma katiba pale inaposema vyama vingi, ile uangalie ni kama matumaini kwa watu. Kama ukiona CCM ifanye kazi, unaweza kuwaza sasa hivi basi tuanze kufanya kampeni kwenye. Kwa hiyo ile ni ulinzi wa dola, kwamba dola ya Tanzania, hapo sio CCM, dola ya Tanzania isianguke. Na tunapozungumzia dola ya Tanzania tunaangalia miaka tunaangalia future yetu, future ya watoto wetu, kwamba wawe na nchi. Kwa hiyo katiba imeweka vyama vingi kama ulinzi wa dola ya Tanzania, sio ulinzi wa CCM. Kwa hiyo ni la kwanza. Kwa sasa hivi ambacho ninaona kilichotokea, naweza nikasema tumeondoka kabisa kwenye huo mfumo, hasa kuamini kwenye siasa. Sasa hivi hapa kuna wadau wa CCM. Nyie mkisema kuhusu maamuzi ya kisiasa, mimi nawaamini. Kwa sababu gani? Mnapoamka mnawaza kisiasa, mnapolala mnawaza kisiasa. Naweza nisikubaliana na nyie, lakini ninaweza nikaamini utaalamu wenu. Lakini polisi akiniambia mambo ya kisiasa, kitu cha kwanza simuamini, sio mtaalamu. Wewe ukiniambia mambo ya kipolisi, sitakuamini. Sasa tunaona polisi, vyombo vya dola vinafanya maamuzi ya kisiasa. Kwa hiyo makosa yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo ukiangalia kilichotokea Oktoba 29 ni alama au ni alama ya hichi nilichosema mara ya kwanza, kwamba unapoondoa ulinzi wa vyama vingi, dola lazima iingie katika yani lazima kitu kitokee. Mwaka 2025 yote tumeondoa ushiriki wa kweli wa wananchi. Kwa sababu kama mimi ninaamini kama Chadema ingeshiriki kwenye uchaguzi ule, maandamano sidhani kama yangekuwepo. Mimi ninavyoamini, ni maoni, ninavyoamini sidhani kama yangekuwepo, kwa sababu watu wangeamini kwenye uchaguzi, focus kubwa ingekuwa kwenye uchaguzi. Kwa lakini kwa sababu umeondoa ule ujumuishi wa watu kushiriki kwenye uchaguzi, na nadhani tumefika wakati yani kama taifa tunakuwa tuna uongo mwingi kabisa. Wote sisi watu wazima tunajua hapa ni uongo, lakini tunakaa tunaigiza kana kwamba ni kweli. Sasa huwezi kufanya hivyo. Kama tunaangalia Tanzania in future, lazima tukubaliane hivi vitu tunavirekebisha. Lazima kama ilivyofanyika 1992, lazima ukubaliane kwamba hivi vitu tunavirekebisha. Na ndio ujumbe wangu wa mwisho kwa watu wenye madaraka, lazima warekebishe mambo. Lazima watu waone matumaini kwenye Tanzania, watu wasitekwe, watu waone wanaweza kufanya siasa.
Sawa jamani, tunakimbizana na muda, kwa hiyo kwa kifupi tu niambie, ili mfumo wetu wa vyama vingi uweze kufanya kazi vizuri, ni nini unatamani kukiona kikifanyika kwa kifupi sana? Ili mfumo wa vyama vingi nchini ufanye kazi vizuri, kwanza tunahitaji upinzani uliokomaa wenye mfumo wa kitaasisi, upinzani ambao utaonesha ushindani wakati wote, sio ule wa kuja na kupotea. Kwa mimi nadhani hatuhitaji vyama vingi sana vya siasa, pengine hata vitatu tu vinatosha, tukiwa na CCM, labda na ACT, labda na Chadema, kwa sababu ndio vyama vinavyoonekana. Mimi nadhani tunahitaji upinzani uliokomaa ambao haupo bado. Nasra? Mimi niseme tu kwa kifupi, ili kuendelea kujiimarisha katika mfumo wa vyama vingi ama mfumo wa demokrasia ya vyama vingi, lazima vyama vya kisiasa vikubali, kukiri, kujitafakari, lakini viishi ndani ya mipaka ya sheria. Asante sana. Asante sana my brother. Nashukuru. Nadhani naogopa sana ninapoona mijadala hii. Jambo pekee ambalo linatakiwa lifanyike, vijana, hebu tuzitemeni zile yale maji ya rangi ambayo tumeyanywa kutokana na bendera za vyama, alafu tunywe yale maji ya bendera ya taifa. Naogopa sana ninapoona vijana walikalangu ambao tumezaliwa 1000 tunakaa kutetea vyama ambavyo vimeanzishwa hata kabla sisi hatujawepo. Maanake ni vikongwe, vilikuwa na watu wakubwa ambao walivijua na bado pengine hawakufikia kile walichokuwa wanakihitaji, ila sisi tunakaa posta na kuelezea, tumekoma shingo kabisa kwamba hata kama ni kitu ambacho tungekaa kama vijana kukitetea kwa taifa ingeleta maslahi kwa baadaye. Lakini kama Dora ni kwamba unapoona elimu inaongezeka, sayansi inakuwa na utandawazi unaongezeka, watu wanakuwa na uelewa kuliko unavyofikiria. Ule upotoshaji unaokuwa unatokea tofauti na kuaminisha kile wananchi wanaamini, hakuwezi kukafanya taifa kwenda mbele. Kuna mambo mengine yanaonekana kabisa hata kama haufahamu, unajua ni ukweli, lakini kiongozi unayemtarajia aje aseme neno anasema ni AI. Ni kitu ambacho hakiwezi kikafanya taifa lifike mbele. Tukubalini kusema kuna sehemu tumekosea na mwelekeo mpya wa kuelekea ni pale. Na vijana tuangalie zaidi taifa kuliko hivi vyama. Chama kinaweza kikafa lakini taifa likabaki pale pale. Asante sana Idrisa. Asante sana. Mimi nadhani kutoka hapa tulipo tunahitaji kwanza kuwa na utashi wa kisiasa ambao utaweza kuyafanya haya mambo mengi yaweze kuyafanya mabadiliko ya kimsingi. Utashi wa kisiasa kwa namna ninavyoona mimi hauwezi ukatokea kwa huruma ya Chama cha Mapinduzi. Lazima utashi wa kisiasa upeleke kutokana na shinikizo. So wito wangu kwa vyama vya upinzani makini, vyama makini vya upinzani, lazima tutoke katika Pandora box la kujigawa sisi wenyewe. Lazima tuunganishe nguvu, tuhakikishe kwamba Chama cha Mapinduzi kiweke katika ukuta, kilazimishe utashi wa kisiasa. Sawa. Nice. Asante sana. Kwanza nitarudi kwenye swali lako la kureflect na Mo 29. Nakubaliana na waliotangulia, ile ni kama alamu ya kutuasa kwamba na sasa hivi tutakumbuka kuna kikundi wanajiita TFF, Tanzania Freedom Fighter. Sasa tupo kwenye hatari. Leo tuna vijana ambao wanawaza kufanya vitu ambavyo viko against serikali, na serikali inazungumza kirahisi kwamba tutawakamata, tutafanya hivi. Ni kwa namna gani ambavyo watu ukiangalia malalamiko ya TFF wanazungumza ishu ya utekaji, wanazungumza uwanja sawa wa siasa. Leo hii mimi niseme ule ukweli kabisa, ukiwa mwanasiasa wa upinzani ni kosa la jinai. Yani kosa la kwanza experience kitu 2025. Kosa la kwanza ni kuwa kijana. Kosa la pili ni kuwa mwanachama wa Chadema au mwanachama wa chama cha upinzani. Ni kosa la jinai kabisa. Yani ukishakuwa kijana alafu ukawa na itikadi tofauti na Chama cha Mapinduzi ni kosa la jinai. Na ndio maana ukiangalia toka 2024 mpaka leo kumekuwa na upotevu wa vijana wengi sana, na asilimia kubwa wanatokea Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Alianza kupotea mwenyekiti wa Chadema wa Bavicha jimbo la Temeke. Kwa hiyo serikali au dola inapaswa kuona changamoto ambazo zipo, lakini pia isiendekeze mabavu, kwa sababu inapoendekeza mabavu ndio leo hii tumeanziwa na TFF. Hatujui kesho
kitakuja kitu gani, hatujui kesho kutwa watafanya nini. Leo tunaona TFF tunasema tunaweza kuamudu, kesho na kesho kutwa ni generation hii. Generation Z wanasema ni hatari, lakini ukiangalia kwa social media kuna kitu kinaitwa generation alpha, ni hatari zaidi ya generation Z. Sasa kama dola inapaswa kuhakikisha inarudi kwenye ule mstakabali wa demokrasia, kama ambavyo Daniel tume ya Jenerali ilikuwa inasema uwanja sawa, ikaeleza kwenye ishu ya demokrasia kwenye tume huru ya uchaguzi, lakini pia ikasema vyombo vya maamuzi kwa maana ya mahakama, bunge viwe huru. Lakini ukiangalia sasa hivi ni kama vyombo vyote vina muhimili, yani muhimili huu unaongoza mihimili yote mitatu. Asante sana Leonard, kwa kifupi jamani. Nitazungumza na vijana, niwaambie tu vijana, kwa sasa hivi pindi nitakapata nafasi za kuhudumu ndani ya vyama vyetu vya siasa, usaliti sio kitu kizuri. Vyama vyetu vya upinzani kweli vimekuwa na, tunahitaji kuwa na vyama imara vya upinzani, lakini usaliti na ung'ang'anizi wa madaraka umekuwa vinarudisha vyama nyuma. Tazungumzia chama kama NCCR Mageuzi, chama kilikuwa kipo kizuri, ila mgawanyiko kati ya wafuasi wa James Mpatia, Joseph Selasini, ung'ang'anizi wa madaraka kurudisha chama nyuma. Inabidi vyama hivyo imara, at least tupata demokrasia iliyo sahihi. Brother, kwa kifupi. Asante. Mimi nataka niongelee swala hili. Hebu tuweni wazalendo. Yaani masuala ya kisiasa yote ambayo tunaongelea, tuweni wazalendo. Tusio wazalendo wa vyama vya kisiasa. Tuweni wazalendo wa Tanzania. Ninamaanisha nini? Taifa hili tukianza kusuluhisha kila siku migogoro, maendeleo tutayasikia tu kwa mataifa mengine. Mara useme kwamba mtu kajenga choo, unaenda kusifia kwamba ameupiga mwingi. Uzalendo uko wapi? Hebu Tanzania, wewe kama ni kijana, fikiria kwa kina. Unalisaidiaje taifa lako, sio kwamba unakisaidiaje chama chako. Tunahitaji vijana ambao wenye fikra, tunahitaji vijana wenye utashi, hatuhitaji vijana machawa ili taifa liweze kwenda mbele. Tunahitaji vijana wenye uwezo mkubwa wa kutatua changamoto za taifa letu, ambao watatusaidia taifa letu liweze kufika katika engo ile ambayo tunayatamani kwamba tuweze kufika. Asante. Asante. Mimi napenda kuona miaka 50 ijayo ni mizuri zaidi kuliko miaka 50 iliyopita. Na miaka 50 ijayo itakuwa mizuri vipi? Tukubali kama viongozi na wananchi sote kwa ujumla, kwa moyo mkunjufu, kukubali kufanya mabadiliko, kuweka itikadi za kisiasa pembeni, kufanya mabadiliko makubwa kikatiba na kisheria ili kuweza kuumudu mfumo wa vyama vingi. Tunaweza tukaona hata mgombea binafsi akaja akawepo hapa. Hatuna haja ya vyama vya upinzani, vyama vya siasa, mtu anaweza kupata cheo kwenye akafanya yakaidumikia nchi. Mimi napenda kuona miaka 50 ijayo hiyo mizuri zaidi kuliko miaka 50 iliyopita. Asanteni sana ndugu zangu, na washukuru sana, ni mazungumzo mazuri. Nilikuwa natamani tungeendelea kudadavua, kuchambua na kukinzana kihoja hapa. Ulikuwa ni wakati mzuri sana kuwasikiliza na mkitoa maoni yenu. Nawashukuru sana. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia hapa. Na kama utakuwa una mawazo ya aina ya topic, mada ambao unadhani tunapaswa kuhost au kujadili hapa, basi usisite kutuandikia na sisi tutapitia na kufanyia kazi. Mpaka muda mwingine, bye bye jamani, asanteni sana. Mungu awabariki sana.